Watu 5 wamefariki dunia huku wengine 41 wakiripotiwa kutoweka baada ya feri iliyokuwa imebeba zaidi ya abiria 250 kushika moto ikiwa katikati ya bahari karibu na kisiwa cha Madura nchini Indonesia katika ajali mbaya ya majini iliyotokea hii leo Jumapili, Agosti 2 mwaka 2026. Tukio hilo limeibua hofu kubwa nchini humo huku vikosi vya uokoaji vikiendelea na msako wa kuwatafuta watu wanaoaminika bado hawajapatikana. Kwa mujibu wa mamlaka za Indonesia, feri hiyo ilikuwa ikifanya safari kutoka mji wa Surabaya uliopo katika jimbo la Java mashariki mwa Makassar, mji mkuu wa jimbo la Sulawesi Kusini, wakati moto mkubwa ulipozuka ghafla ikiwa bado baharini. Nahodha wa chombo hicho walituma taarifa ya dharura mara baada ya kugundua moto huo na kuomba msaada wa haraka kutoka mamlaka za uokoaji. Shirika la kitaifa la uokoaji la Indonesia limesema moto huo ulianza mapema asubuhi kwa saa za huko na ndani ya muda mfupi ulisambaa kwa kasi na kuiteketeza sehemu kubwa ya feri hiyo. Mamlaka zinasema baadhi ya abiria walifanikiwa kufika kwenye boti za uokoaji huku wengine wakibaki katika sehemu ya mbele ya feri wakisubiri msaada kutokana na moto mkubwa uliokuwa umezuia njia ya kutokea. Picha na video zilizosambazwa katika vyombo vya habari vya Indonesia zinaonyesha hali ya kutisha iliyowakumba abiria hao. Wengi walionekana wakiwa wamevaa makoti ya kujiokoa wakielea baharini au wakiwa ndani ya boti ya dharura wakisubiri kuokolewa. Video nyingine zinaonyesha baadhi ya watu wakiruka baharini ili kuokoa maisha yao huku miali mikubwa ya moto na moshi mzito ukifuka kutoka sehemu ya juu ya feri hiyo. Mara baada ya taarifa ya dharura kutolewa, mamlaka zilituma meli za uokoaji, boti za ulinzi wa pwani pamoja na vikosi vya majini kuelekea eneo hilo. Operesheni hiyo imekuwa ikiendelea bila kukoma huku waokoaji wakipekua eneo kubwa la bahari kutafuta manusura na watu wanaoaminika kutoweka baada kuruka majini wakati wa ajali. Hadi sasa mamlaka zimethibitisha kuwa watu 5 wamefariki dunia huku zaidi ya 40 wakihesabiwa kuwa bado hawajapatikana. Watu wengine wengi wameokolewa na kupelekwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata matibabu baada ya kuathiriwa na moshi, moto au kukaa kwa muda mrefu baharini wakisubiri kuokolewa. Chanzo cha moto huo bado hakijafahamika. Indonesia imeanza uchunguzi rasmi ili kubaini kilichosababisha ajali hiyo. Wataalamu wa usalama wa majini wanatarajiwa kuchunguza mifumo ya umeme, injini na vifaa vingine vya feri hiyo ili kubaini iwapo kulikuwa na hitilafu ya kiufundi, uzembe wa kibinadamu au sababu nyingine iliyochangia kuzuka kwa moto huo. Ajali hii imezua maswali na wasiwasi mkubwa wa usalama wa usafiri wa maji nchini Indonesia, taifa lenye zaidi ya visiwa 17,000 ambapo mamilioni ya watu hutegemea feri kama njia kuu ya usafiri kati ya visiwa. Katika miaka iliyopita, Indonesia imekumbwa na ajali kadhaa za majini zilizohusishwa na hitilafu za kiufundi, hali mbaya ya hewa pamoja na kutotekelezwa kikamilifu kwa kanuni za usalama. Mamlaka zimeahidi kuendelea na operesheni ya utafutaji na uokoaji hadi pale watu wote waliokuwa ndani ya feri hiyo watakapopatikana. Wakati huo familia za abiria zinaendelea kusubiri kwa hofu taarifa kuhusu hatima ya ndugu zao, huku matumaini yakiendelea kuwepo kwamba baadhi waliopoteza maisha wanaweza kupatikana wakiwa hai kando operesheni ya uokoaji inavyoendelea. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.